Mtazamaji, karibu tena. Umekuwa ukiwasiliana nasi na yule ambaye umekuja wakati huu. Tunakukaribisha kwa kipindi chetu cha Mshauri Mwerevu. Kabla tukunywe maji kidogo, tulikuwa tunazungumzia kuhusu arthritis. Na mtaalamu alitueleza arthritis ni kuumwa na joints. Kuumwa na joints zako za mifupa, unasikia ziko na shida. Ukiwa nami Winfred, tutazidi kuzungumza ndio tujue ukiwa pale nyumbani, mtazamaji wetu, utaweza kusaidika vipi. Mtaalamu, karibu tena. Natumai maji imekusaidia. Sana. Najua nimemesa maji moto. Sinasikiaga naambia watu na sana sana wanaume, si wanawake. Wanaume waache kukunywa vitu baridi sababu ya kuongeza ile nguvu za kiume. Mwanaume umesikia pale nyumbani, kitu moto pale, kachai ka moto, maji moto, itakusaidia sana. Na sana maji. Waache na sai sana. Juu sukari iko na chemical, majani iko na chemical, lakini maji ni uhai. Na mtaalamu, tukiendelea na mazungumzo yetu ya arthritis, naona watazamaji wetu wameanza kuzungumza na tuko naye Stanley Gashahe. Stanley Gashahe anauliza hii ugonjwa ya arthritis, anasema yeye mwili wake ni yeye ni mkubwa kidogo, sijui tutatumia jina gani. Hiyo tu. Anauliza kama inaweza kuwa tatizo ya yeye kupata arthritis, kwa sababu kuna wakati akitembea anasikia pale miguu, pale kwa magoti pale, wakati amekaa chini anasikia hiyo uchungu. Stanley anauliza uzito wa mwili, mtaalamu, inaweza kuwa sababisho na ni kipi kingine kinaweza kuwa sababisho ya arthritis? Asante sana. Kwanza hiyo Gasanja, umemwita Gasanja? Gasahi. Gasahi, asante sana kwa swali yako mzuri. Na umeulizia watu wengine wengi sana ambaye wangependa kuuliza swali kama hiyo yako. Wini, kitu ya kwanza, ukuwa mnene si kusema ukae na ugonjwa. Ama kuwa mnene si kusema hapo ndipo chanzo zako za kuumwa na jointi. Maana kuna watu wengine wanene sana na waumwi. Sababu gani? One, yeye anafuata sheria na kanuni za daktari. Kitu ya kwanza, anakula vizuri. Ya pili, anafanya mazoezi. Ya tatu, anakaa vile daktari amemwambia. Lakini kukusema ati wewe ni mnene si kusema wewe ndiye umeubiwa ugonjwa. Hiyo ni kitu ambaye ningependa kila mtu aelewe. Maana kuna mwingine mnene hata kuliko huyo Gasai huyo na umwi, yeye ako sawa, ako magonjwa free. Naona, lakini ni vizuri mtu ajue kuwa mnene si chanzo za magonjwa. Ni vizuri ujue kama uko na hiyo ugonjwa, ujue kama unafuatilia kanuni za daktari za kufanya mazoezi, kutumia chakula ile ambayo inafaa, na ni nini haswa inatuma umwe. Kitu kingine Wini umeniuliza isipokuwa kukua mnene, kama kuna jambo lingine linaweza kusababisha. Kuna jambo singine kama hiyo nimesema ya kutofanya mazoezi, jambo ya kutokula vizuri chakula ile inastahili, ingine ile ambayo inasababisha. Kuna watu wengine ambaye wanatumia vitu ambaye za kumwaharibia hizo nerves kama dawa. Kuna dawa zile ambaye ziko na kemikali nyingi sana. Unaona, hizo kemikali ukitumia ama hata chakula ziko na kemikali nyingi sana, ukitumia zinakuharibia nerves. Kitu kingine ni nyama choma. Najua wewe unapenda sana nyama choma. Unaona vile unastuka. Mtaalamu umeguza baba. Mtaalamu, hatujafika wakati wa kusponsor. Ni kweli. Tutawapa tu muda. Umeniguza. Nyama choma ni mzuri, lakini kula nyama choma ambayo imeiva na uepukane na ile kuongezea chumvi. Ile chumvi ya juu ambayo haijaiva, hiyo epukana naye kabisa. Chumvi ambayo haijaiva, maana hiyo naye ni chanzo za magonjwa. Kukula nyama choma ile ambaye ni bichi, nyama ambaye haijaiva vizuri. Mtazamaji, kama unataka kukula nyama choma vizuri, wekelea kasuku nyama yako ikiwa bichi kwa maji, wache isemuke kidogo, angalau iigise joto kule ndani ama ife vizuri kule ndani. Baadaye wekelea kwa joto ama kwa moto
sasa uchome, hapo itakuwa mzuri. Okay. Naona itakuwa nyama choma mzuri. Kwa hivyo nisiache kukula. Usiache, hata mimi nakulaga nyama choma, lakini nakulaga kulingana na kanuni zangu mimi nikiwa daktari. Naona tumesema kanuni na sheria za daktari tuifuate. Unaona? Hata wewe sisemi uache kula, lakini ukule nyama yenye imeiva vizuri ndani. Sababu wakati unakula ile nyama choma ambayo iko na damu ina madhara yake. Unaona? Tumeenda natumaini mtazamaji ukiwa pale nyumbani unaweza kusikia ambacho mtaalamu anasema ili tuepukane na mambo kama haya. Na tukiwa na haya mawasiliano tukizungumza arthritis ni kumaanisha ni shida tunaweza epuka, ni kweli? Ndio. Na mtazamaji pia nilisema ninawapa nafasi ya kupiga simu, kwa hivyo tumefungua nambari yetu ya simu. Na kabla hujawapea hiyo nafasi, kumbuka kuna ile kitu ambaye tungiwaambia mtu akiwa na hii dalili ili wakianza kupiga simu tusiwe na kuwakwasa hapo katikati. Sinuambie mtu akiwa na dalili anakuwa na shida gani. Mtazamaji, ukiwa na hii shida ya arthritis, kitu ya kwanza unasikia mgando sana, unaganda mkono, unaona unaganda hata ukienda kusika kitu ama hata kama kukamua unasikia mkono yako haifanyi kazi sababu imeganda. Wengine ni kuganda miguu baka usiku wini. Unaona mwingine nafaa baka socks baka 2-3 ili angalau aone kama ataacha kusikia ile mgando. Mwingine unaona anaganda baka anatoa ile socks, anakanyangisa miguu mahali kuna baridi kama kwa floor, aone kama ile shida itaisha. Mwingine na kuumwa na joint sana, mwingine mikono yake kuenda kombo, mwingine kuumwa na mgongo, kuumwa na mabega, mwingine kusikia kama yeye amechoka sana. Hizo shida zote ambaye ni ile ambaye inaendamana na hii shida ya arthritis. Na tukiwa hapo sababu tu wakianza kupiga simu, maana naona wanapiga unakata, wanapiga wanakata, ni vizuri tuambie si shida hiyo tu ya arthritis hapa kwa mkeo tunatibu. Huwa tunatibu mashida mengine mengi. Shida ya infertility, infertility ni ile ukosefu ya watoto kwa wanaume na kwa wababa. Na kwa wakina mama. Unakuta mwanamke umekaa siku nyingi na unatafuta mtoto na upati na ujui ufanye nini. Pengine umeenda hospitali ukaambiwa hamna shida, ama wewe baba umeenda kwa hospitali ukaambiwa hauna shida, lakini bado ampati mtoto. Mtafanya nini? Mtakuja kwa mkeo, maana mkeo tumeshapea watu wa aina mingi sana dawa na wakasaidika na wakawa wakupona. Usida sigine tunatibu ni vinoda ya tumbo, H. pylori, shida ya kichwa, kuwaguka kipapa, wale watu ambaye wako na upungufu wa nguvu za kiume. Umekaa hapo mwanaume na pengine unanitazama na umekaa ukilalamika nguvu za kiume. Kwetu ukiwa na hiyo shida ya nguvu za kiume tunaitibu kwa muda wa siku 3. Premature ejaculation, ile shida ya kumaliza haraka mwanaume, njoo kwa mkeo tukurudishie heshima la ndoa. Kama uko na hiyo shida, haki ya Mungu tukupe dawa unywe siku 3, utakuwa unalima kama tiga mpya. Na ninajua ya kwamba hautaregret kuja kwa mkeo. Ni kweli. Mtazamaji, napata ujumbe mingi sana, lakini mtaalamu kusema kweli pale ambapo umezungumzia mambo ya dalili, umeweza kujibu yale maswali yote ambayo naona hapa. Tulikuwa na Selina alikuwa anauliza mambo ya mgongo na umezungumzia. Amesema amekuwa akiumwa na mgongo, na natumai Selina umepata hayo majibu ulikuwa unatarajia. Tulikuwa naye na kitu kingine na ni vizuri hapa tuambie saa hiyo ukiwa hapo kwa mgongo, kuna watu wengine sana haswa wakina mama. Na sijui kama unasikianga ukiumwa na mgongo, wewe mama ambaye niko na wewe hapa na kuongelesea, maana najua hapa baka kuna madokta wenzangu wako hapa, either ni wahabo ama si wahabo. Sababu dokta ni dokta. Unakuta mwingine akienda kwa hospitali anaulizwa hiyo mgongo inakuuma uko na mume. Uhusiano iko wapi mtaalamu? Ndio hiyo nataka niseme, sababu hii maswali inakuwa mingi sana. Unakuta watu wengine wananiuliza kutorara na mume wangu inahusiana na hii kuumwa na mgongo.
Unaona, na mara mingi ukienda kwa hospitali unaulizwa hivyo. Unajua kwa nini? Ili daktari ajue kama uko na mume, sababu hata mume bado anasagia wewe kuumwa na mgongo. Kutofanya ile tendo la ndoa vizuri vile inastahili. Unaona, inasagia sana. Unaona, kwa hivyo ndio maana daktari anakuulisanga ili kama hauna mume ajue ni dawa gani atakupea, kama una mume ajue atakupa dawa gani, na ajue kama ni huyu mwanaume amekosa nguvu za kiume. Kabla watazamaji wetu wapige hizo simu tena ambazo na namba ya simu ni hii, nilikuwa nakata na mtazamaji, namba ya simu iko pale kwa screen yako. Kabla waanze kupiga zile simu mtazamaji pale nyumbani, mtaalamu nitakupa dakika ya kuambia pale ambapo wanaweza kupata kabla wapige zile simu. Ndio kwa sababu wakati wetu umeyoyoma mtaalamu. Naona wakati wetu umeisha kabisa. Kwa hivyo waambie mtaalamu watakupata vipi? Kwenye tunapatikanaga pale Nairobi UTC, na tuko kila siku. Nyumba inaitwa Generation Plaza, orofa ya 3, mlango nambari 12. Pale karibu na gari za Murang'a sinabebea hapo kuna petrol station ya Toto iko hapo. Tuko kila siku. Upande wa Kawangware bado tunafungua kila siku, na pale ndiye ofisi yetu kubwa ama headquarter yetu. Tuko barabara ya Naivasha Road, Precious Plaza. Kawangware tuko Precious Plaza, mlango nambari 7, karibu na Equity Bank, barabara ya Naivasha Road. Na ukija kila siku tuko, na ukija siku ya Jumapili utanipata mie mwenyewe. Kule kwingine ambaye tunapatikana hapo karibu na wewe ni kule upande wa Mombasa. Mombasa tuko kama siku ya kesho, na tutakuwa pale Chui Hotel, na Mombasa tunakuaga siku ya kesho na Jumamosi. Wengine ambaye tunapatikana hapo karibu na wewe mtazamaji, upande wa siku hiyo tu ya Jumatano kama kesho ni Thika tutakuwa pale gari za Murang'a gari sinabebea. Nyumba inaitwa Jehia Building, ghorofa ya 2, mlango nambari 9, pale main stage. Siku ya misi ama Thursday tutakuwa pale kunaitwa Kilifi upande wa Mombasa, na tunakuwa ile hoteli inaitwa Titanic Hotel, karibu na hoteli ile banki inaitwa National Bank. Siku ya Thursday, siku hiyo tu ya Thursday tutakuwa pale kunaitwa pale kunaitwa Nakuru, na Nakuru tunakuaga ile nyumba inaitwa Pekas Road juu ya Stage Mart Supermarket, orofa ya 3, orofa ya 4, mlango 45. Ukinja tuko ama utanipata mkaaji wa Nakuru. Siku hiyo tu ya Thursday tunatembeleanga wakaaji wa kule kunaitwa Kitengela, na tunakuwa pale kunaitwa Tarino opposite East Mart Supermarket. Siku hiyo tu ya Thursday huwa tunatembelea wakaaji wa kule tumesema kunaitwa Kilifi Mombasa, na tunakuwa pale kunaitwa hoteli Titanic, karibu na hoteli ya kule kunaitwa ama karibu na National Bank. Hawa pale hoteli Titanic ni Kilifi Mombasa siku ya Thursday. Siku hiyo naye siku ya Ijumaa tunatembeleanga wakaaji wa Malindi tunakuaga pale kunaitwa Luxury Hotel, na Luxury Hotel iko opposite Cooperative Bank. Na ukija siku ya Ijumaa mkaaji wa huko utanipata mimi mwenyewe pale kunaitwa Luxury Hotel pale Malindi. Siku hiyo ya Ijumaa tunatembeleanga wakaaji wa kule kunaitwa Nyahururu, na tunakuwa pale kunaitwa Mroje opposite officer DC. Siku tu ya Ijumaa tunatembelea wakaaji wa Limuru Mercury Guest House na iko sokoni. Siku tu ya Ijumaa tunatembelea wakaaji wa kule Githunguri Diplomat House na iko hapo kwa stage ya Githunguri. Na siku ya Jumamosi huwa tunatembelea wakaaji wa Mombasa, na Mombasa tunatembea Jumamosi na Jumatano kama kesho, na tunakuwa pale Pembe Sadofu karibu na hoteli ya pale kunaitwa Chui Hotel karibu na Garden. Ukija ni mimi utakuta siku ya Jumamosi na siku ya Jumatano kama kesho. Na siku tu hiyo ya Jumamosi huwa tunatembelea wakaaji wa kule kunaitwa Nyanyuki, na Nyanyuki tunakuwa pale kunaitwa Chui Hotel. Nyanyuki tunakuwa pale kunaitwa Jambo House karibu na uwanja wa Kanu Garden. Siku tu hiyo ya Jumamosi
Tunatembelea wakaaji wa Thika, na Thika ni Jumamosi na Jumatano, pale kunaitwa Jehia Building. Na kama hujaelewa kwenye tunakuja siku gani, nipigie hii nambari ni 0721 64 03 69 0721 64 03 69. Na sasa Winnie, nigiomba sasa ufungue line zako sasa, uanze kuongea na watu wako sasa, sababu wasione kama tumewakatisia kupokea simu. Ya simu nimesema ni 0721 64 03 69. Kumbuka Mokeo Herbal Clinic huwa tunatibu naye Mungu anaponya. Na sisi hatusemangi bei ya dawa kwa simu, sida yoyote, sababu hata hufai kuambiwa bei ya dawa kwa simu kama hujapimwa. Na nikisema hivyo, hata ingawa wengine wanaona kama mimi nawakwasa, lakini ni lazima sisi tufanye kazi vile tunafaa, na hata kama pengine unaona kama anakukwasa, pole sana. Najua Winnie, kuna wengine wanatakaga tu kupitia shortcut. Ni vizuri tuambie waache kuogopa bei, maana wengine wanasema na tukikuja tuna pesa ya kupimwa alafu ya dawa ikose. Waache kuogopea bei kwa ubali, maana kupimwa ni kitu ya maana sana. Na kupima huwa tunalipisha shilingi 500, na kadi ya kuona dokta naye ni shilingi 500. Semana hiyo naye ni kitu ya muhimu sana. Kuja upimwe na uache kuogopa bei. Na sisi tunazipimanga kwa sababu Winnie, hatutakagi kupima kutibu watu dalili. Tunatakaga tupime ama tutibu chanzo. Hebu pokea simu. Wacha nipokee simu mtaalamu. Hello? Hai. Habari yako? Poa sana. Tunazungumza na nani na unatupigia ya kutoka wapi? Okay. Tunazungumza na nani na unatupigia simu kutoka wapi? Nilikuwa najaribu kupiga hii simu nione kama nitaongea na daktari, nimwambia asante sana. Daktari yako hapo, ongea na yeye. Daktari? Yes. Habari yako? Salama sana, tunaongea na nani? Mimi naitwa Marian. Yes Marian. Ati daktari unasema? Habari Marian. Mimi ni Marian. Karibu sana. Sikusikii daktari. Kwa nini unisikii Marian? Nasema. Mimi nataka kusema asante sana kwa juu nilikuja kwa hospitali yako na nikasaidika sana. Asante sana Marian. Ulikuwa na nini sasa? Shida yangu ilikuwa arthritis. Sasa ninajua nimekunywa dawa, nimesaidika. Asante sana kwa Mungu. Asante Ubarikiwe sana. Mariani amefurahi hata nasahau kutuambia ako wapi. Mariana ameshukuru, na tunasema kama vile unasemavyo mtaalamu, mnatibu Mungu anaponya. Na tunashukuru sana watu wanapona. Acha tupokee simu nyingine. Hello. Habari yako? Ni mzuri, ni Mokeo TV. Ndio, tunazungumza ni Mokeo Herbal Clinic. Ni Mokeo Herbal Clinic. Tunazungumza naye nani kutoka wapi? Ni Samu wa Kilifi. Na mara mingi watu wanapiga, mimi nasikia wanapiga wakisema shida zao, mimi napiga kurudisha shukrani. Mimi nimesaidika sana kutoka kwa kliniki ya Kilifi. Nilikuwa na shida ya nguvu za kiume, ni ngumu sana mtu kusema, lakini mimi nimepona, naweza sema. Asante. Na nimemeza dawa, sasa hivi niko sawa. Niko sawa, nimerudi ile maisha nilikuwa nikiwa kijana. Asante. Hiyo ni hongera sana. Mimi nashukuru sana mtaalamu Jiguru. Unajua watu wengi wanasema madawa ya kiasili zinachukua muda, lakini mimi niko na ushuhuda. Ni kweli. Hii ni kitu ya siku 3 na imenifanyikia kazi. Asante. Asante sana. Asante sana. Tangaza habari njema kwa wenzako. Mokeo Clinic ibarikiwe sana. Amen. Mtaalamu nilikwambia na kuonanga. Hizi simu ndio zinasema zinafanya na kuona nasikia raha. Na hatutazidi hapo. Ni kweli. Masaa imeisha kabisa. Simu ni nyingi sana, lakini tutawaomba tutaongea nao siku hiyo ingine. Tutaongea nanyi siku hiyo ingine. Ama tukutane pale kwa Facebook. Kama vile unaona hapa nyuma. Jina sijui kama hapa watu nyuma wanaona Mokeo
Facebook yetu ni Mokeo TV, na ndio maana unaona huyo anauliza kama uko na Mokeo TV. Sababu ya vile Facebook hapa si unaona imeandikwa Facebook Mokeo TV. Sasa tuingia pale kwa Facebook yetu, tukutane na wewe pale, tuniulize swali pale ama unipigie. Hebu mtazamaji wetu, tunashukuru sana kwa kuwasiliana nasi na kuchukua wakati wako ili tuwasiliane tuweze kusaidiana ukiwa pale nyumbani. Na kwa sababu masaa yetu yameyoyoma, mtaalamu utatumalizia na maombi. Na mtazamaji, tupatane hapa wakati mwingine kama huu tukizungumzia siku kama hii tukizungumzia jambo lingine tofauti. Tufungie na maombi mtaalamu. Asante. Hebu na tuombe. Mungu Baba, tunasema ni asanti kwa sababu tulikwambia utupe mwanzo mwema katikati na hata mwisho. Mungu umefanya hivyo kwa sababu ya wema wako. Jina lako litukuzwe na liinuliwe. Yoyote Mungu amesikia ile kasi ambayo tunafanya ama ile magonjwa ambayo tumetimbu, na akija kwa Mokeo wakinywa dawa asinione ila Mungu akakuona, maana sisi tunawatibu na wewe unawaponya. Wabariki Mungu, tubariki sisi sote, maana unajua mahitaji ya roho yetu. Nibariki Baba, bariki Wini, bariki hao ambao tuko nao hapa kwa studio, hata watazamaji wetu wote Mungu wabariki. Bariki wa Kenya wote na wale watu wote ambao wanatutazama wakiwa nje ya Kenya. Na ukifanya hivyo jina lako na utukufu ni sako, na katika jina lako naomba na hata kuamini. Amen. Mliyekuwa naye hapa kwa studio ni mimi wenyu naitwa Mutaramu Jaiboro kutoka kwa Mokeo Herbal Clinic. Good night. Na mimi wenyu Winfred, tupatane.